Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa mujibu wa kanuni namba 76 naomba nisisome kwa ajili ya muda, lakini ningependa kuomba mwongozo wako kutokana na swala la mawasiliano ambalo nimeuliza katika swala la nyongeza, swali namba 190, na swala hili pia niliwahi kuliuliza bunge lililopita na Mheshimiwa Spika akalitolea maelekezo kwa waziri ili alifanyie kazi, na tumeendelea kutumia maelekezo yao pale ambapo inatokea changamoto ya jina lako kutumika katika utapeli. Wanasema tutoe taarifa kwenye simu namba 15040 ambayo ni ya TCRA, unatuma kwa SMS, na kila tukituma wanapokea, wanasema wanashughulikia. Na tangu nimeripoti leo hii sasa tena nimeshapata malalamiko zaidi ya 5, watu wanatapeliwa kwa jina langu na wanahusisha ofisi ya rais ya kwamba pengine kuna tenda kwa Mheshimiwa Rais na mimi ndo naisimamia, kwa hiyo watu wanatakiwa waende, au watahusisha waziri mkuu na ofisi mbalimbali za serikali, na jina linalotumika ni jina langu. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa hili limekuwa la muda mrefu, na wakati niko waziri nilishatoa press release, jina hili pia lilikuwa linatumika, lakini hakuna hatua zinazochukuliwa ili kuweza kukomesha hili. Sasa ningependa kujua nini kauli ya serikali kutokana na hawa matapeli ambao wanatufanyia uadui katika jamii, kwa sababu mtu anaibiwa pesa anajua umehusika kumbe hukuhusika. Na kwangu mimi limekuwa ni mateso zaidi kwa sababu ni mengi, na mawaziri nimewashirikisha toka waziri Nape, waziri aliyepo sasa, lakini hakuna hatua. Mheshimiwa Spika, naomba mwongozo wako. Mheshimiwa Bunge, swali la siku nyingi sana, na Mheshimiwa Naibu Waziri nilikuomba unane na mhusika. Takriban sasa wiki ya pili bado linaendelea. Hasa mwongozo wangu nikuombe Waziri wa Mawasiliano unane na Mheshimiwa mjumbe, jaribu kulisort out na mtafute njia kumsaidia. Mheshimiwa, tunaendelea. Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia taarifa zilizowasilishwa leo katika bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako sasa likubali kupokea, kujadili na kupitisha mpango na makadirio na matumizi ya fedha ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Naibu Spika, awali yoyote ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo kujadili taarifa za utekelezaji wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024/2025 na mwelekeo wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima na taadhima, ninaomba kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kwa mara ya pili kuongoza Wizara ya Katiba na Sheria. Ninaahidi kuitumikia nafasi hii kwa uaminifu na uadilifu ili kuwaletea maendeleo wananchi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa umahiri wake katika kuiongoza nchi yetu. Katika kipindi cha uongozi wake, tunaendelea kushuhudia maendeleo na mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya sheria. Naomba niungane na waheshimiwa wabunge na wananchi wenzangu kuendelea kumwombea rais wetu kwa Mwenyezi Mungu amjalie afya njema, hekima na busara katika kuliongoza taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu mkubwa ninapenda kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupitishwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Aidha,
ninapenda kuwapongeza Mheshimiwa Daktari Balozi Emmanuel John Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza, na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuwa mgombea wa urais wa Zanzibar. Vile vile napenda kumpongeza ndugu Steven Masato Wasira kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba nitumie fursa hii pia kutoa pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa uongozi wao mahiri na kwa ushirikiano mkubwa ninaopata kutoka kwao. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nimpongeze Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwasilisha hotuba ambayo imefafanua utendaji wa serikali kwa mwaka 2024-2025 na kutoa mwelekeo wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Aidha, niwapongeze waheshimiwa mawaziri wote waliowasilisha hotuba za bajeti za wizara wanazozisimamia kwa mawasilisho yao mazuri. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni rais wa mabunge ya dunia. Pia wewe Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuliongoza bunge letu kwa umahiri mkubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kutumia fursa hii kuwapongeza mawaziri na manaibu waziri walioteuliwa na Mheshimiwa Rais kutekeleza majukumu katika wizara mbalimbali katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi Machi 2025. Mheshimiwa Spika, kwa kipekee ninapenda kumpongeza Bwana Eliakim Chacha Maswi kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa dhati kabisa ninakiri kuwa kupitia utendaji kazi wake mahiri na mzuri, ndugu Maswi amekuwa msaada mkubwa katika kuboresha sekta ya sheria, ambapo kwa kipindi kifupi cha takribani miezi 9 tangu alipoteuliwa kuwa Katibu Mkuu amewezesha maboresho mbalimbali kwa wizara na taasisi za wizara, na hivyo kuchochea ufanisi katika utendaji kazi na kuimarisha upatikanaji haki kwa wananchi. Kwa uzoefu wangu kama waziri, sina shaka kumtamka Bwana Eliakim Maswi kuwa ni miongoni mwa makatibu wakuu bora niliowahi kufanya nao kazi. Huwa najisikia faraja kufanya kazi na katibu mkuu wa aina yake, kwa kuwa ndani ya muda mfupi mnaweza kufanya maboresho makubwa na yanayoonekana. Uteuzi wa Bwana Eliakim Chacha Maswi kuwa katibu mkuu na Dr. Franklin Jackson Rwezimula kuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria ni ishara ya imani kubwa alionayo Mheshimiwa Rais juu ya utendaji kazi wao. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara ilipokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Daktari Faustin Engelbert Ndungulile mbunge, aliyokuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika, kilichotokea tarehe 27 Novemba 2024. Wizara inawapa pole familia ya marehemu, wananchi wa jimbo la Kigamboni na Watanzania wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa nyakati tofauti nchi yetu imekumbwa na ajali na maafa katika maeneo mbalimbali zilizosababisha vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na mazingira. Itakumbukwa tarehe 16 Novemba 2024 kilitokea maafa ya kuanguka kwa jengo la ghorofa 4
katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam na kusababisha vifo, majeruhi na upotevu wa mali. Kwa namna ya kipekee natoa pole kwa waathirika wa tukio hili na kumuomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina. Aidha, nitoe pole kwa waathirika na manusura wote wa matukio yote yaliyotokea katika nchi katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025. Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa mpango wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024-2025 umezingatia dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 25 na miongozo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, ikiwemo malengo ya maendeleo endelevu ya dunia 2030, mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2021-2022 mpaka 2025-2026, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 na maelekezo ya viongozi wakuu wa serikali pamoja na mpango mkakati wa wizara na taasisi zake. Mheshimiwa Naibu Spika, katika bajeti ya mwaka 2024-2025 wizara ilibainisha masuala ya kipaumbele ambayo yameainishwa kwenye ibara ya 18 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 wizara pamoja na taasisi zake ilipanga kukusanya maduhuli yenye jumla ya shilingi bilioni 12,676,199. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, wizara na taasisi zake imekusanya jumla ya shilingi bilioni 9,36,54,037 sawa na asilimia 71.28 ya lengo la makusanyo ya maduhuli kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na sawa na asilimia 85.54 kwa lengo la kipindi cha miezi 10. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 wizara iliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 486,296,754,555 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 112,497,549,000 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi, shilingi bilioni 228,180,396,571 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 145,597,319 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025 wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 390,643,596 na senti 72 sawa na asilimia 80.60 ya bajeti iliyoidhinishwa katika mwaka wa fedha 2024-2025. Kati ya fedha hizo zilizopokelewa, shilingi bilioni 94,741,18,477 na senti 30 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi, shilingi bilioni 193,647,495 na senti 78 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 101,555,953,623 na senti 64 ni fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mtiririko wa fedha mzuri kwa wizara na taasisi zake. Mheshimiwa Naibu Spika,
Utekelezaji wa majukumu kwa kuzingatia vipaumbele ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara inaendelea kutekeleza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Tangu kuzinduliwa kwa kampeni hii tarehe 27 Aprili 2023, jumla ya mikoa 25 ya Tanzania bara imefikiwa na kampeni hii. Mikoa hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kama ifuatayo: Dodoma, Manyara, Shinyanga, Ruvuma, Simiyu, Singida, Iringa, Mara, Songwe, Morogoro, Njombe, Katavi, Tabora, Geita, Kigoma, Mtwara, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya, Lindi, Rukwa, Pwani, Arusha, Tanga na Kagera. Ili kuhitimisha nchi nzima, kwa upande wa Tanzania bara, mkoa uliobaki ni mkoa wa Dar es Salaam, ambapo kampeni hii itatekelezwa mwanzoni mwa mwezi Juni 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa Tanzania Zanzibar, utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia umefanyika katika mikoa mitatu ambayo ni Kaskazini Pemba, Mjini Magharibi na Kaskazini Unguja. Aidha, mikoa ya Kusini Pemba na Kusini Unguja, kampeni inaendelea kutekelezwa sasa na itakamilika ndani ya mwezi huu wa 5. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa kampeni hii, wananchi wamepatiwa huduma mbalimbali ikiwemo elimu kuhusu masuala ya haki, umiliki na utatuzi wa migogoro ya ardhi, matunzo ya watoto, ukatili wa kijinsia na haki za binadamu. Kupitia kampeni hii, jumla ya mikoa 25 ya Tanzania bara na halmashauri 179, kata 1907, vijiji na mitaa 5702 zilifikiwa na jumla ya wananchi 2,698,908, wakiwemo wanaume 1,347,325 na wanawake 1,351,583 walifikiwa na kupata elimu na huduma msaada wa kisheria kupitia mikutano ya ana kwa ana. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, jumla ya migogoro 24,691 iliyodumu kwa muda mrefu ilipokelewa, ambapo baadhi ilidumu kwa zaidi ya miaka 10. Utatuzi wa migogoro hiyo umewezesha kuimarisha amani, utulivu na utangamano miongoni mwa wanajamii. Migogoro hii ilihusisha masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya ardhi, ndoa za utotoni, matunzo ya watoto, ndoa, jinai, ukatili wa kijinsia. Aidha, jumla ya migogoro 5704 ilitatuliwa na kuhitimishwa kwa njia mbadala kati ya migogoro 23,399 ya muda mrefu iliyopokelewa. Utatuzi wa migogoro 18,987 unaendelea katika ngazi mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuimarisha uratibu wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi za halmashauri, kata, vijiji na mitaa, wizara imeanzisha madawati ya msaada wa kisheria katika mamlaka 184 za serikali za mitaa Tanzania bara. Madawati hayo yanasaidia kusogeza huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi pamoja na uendelevu wa huduma msaada wa kisheria nchini kote. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeandaa rasimu ya sera ya taifa ya jinai na mkakati wa utekelezaji wa sera hiyo. Lengo la sera hii ni kuhakikisha kuna kuwepo mfumo jumuishi wa ushughulikiaji wa masuala ya haki jinai. Sera hiyo inatarajiwa kuidhinishwa na serikali katika mwaka wa fedha 2025
2026. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024-2025 wizara ilitoa mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora kwa wajumbe wa kamati za usalama za mikoa na wilaya, watendaji wa kata na menejimenti na wataalamu katika halmashauri 122 zilizopo katika mikoa 17. Aidha, katika kujenga kizazi chenye uzalendo, maadili na uwajibikaji kwa nchi, wizara kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iliandaa maudhui ya katiba na uraia kwa shule za awali, msingi, sekondari na vyuo vya mafunzo ya ufundi. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuiwakilisha serikali katika mikutano mbalimbali ya kisheria ya kikanda na kimataifa katika sekta ya sheria, ukiwemo mkutano wa kawaida wa 10 wa kamati maalum ya mawaziri wa sheria na haki ya Umoja wa Afrika uliofanyika Zanzibar. Katika mkutano huo, Tanzania ilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Aidha, nafasi hii inatoa fursa kwa nchi kuwasilisha na kupitisha ajenda zake kwa maslahi ya taifa. Mikutano mingine imeainishwa kwenye ibara ya 43 na ya 44 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuongeza kasi ya utendaji kazi, mahakama imeendelea kuongeza idadi ya maafisa mahakama. Katika mwaka wa fedha 2024-2025, jumla ya majaji 10 wameteuliwa na hivyo kufanya idadi ya majaji waliopo kufikia 146. Vile vile, mahakimu 91 wameajiliwa, hivyo kufanya idadi ya mahakimu kufikia 1426. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025 kulikuwa na jumla ya mashauri 238,154 mahakamani. Kati ya mashauri hayo 60,050 yalikuwa mwanzoni mwa Julai 2024 na mashauri 175,104 yalifunguliwa katika kipindi husika. Kati ya mashauri 238,154 yaliyokuwepo, mashauri 174,581 yalisikilizwa na kuhitimishwa na mashauri 63,573 yanaendelea katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, ujenzi na ukarabati wa majengo mbalimbali ya mahakama unaendelea, ambapo ujenzi wa jengo la mahakama kuu makao makuu ya mahakama na nyumba za makazi ya majaji jijini Dodoma umekamilika na ulizinduliwa na Mheshimiwa Rais. Ukarabati wa majengo ya zamani Mahakama Kuu Dodoma na Mahakama Kuu Iringa unaendelea. Ujenzi wa vituo jumuishi vya utoaji haki unaendelea katika mikoa 9 ifuatayo: Katavi, Njombe, Ruvuma, Songwe, Singida, Geita, Simiyu, Lindi na Pemba. Na ujenzi wa mahakama za wilaya unaendelea katika wilaya 11 na mahakama za mwanzo 72 katika mikoa mbalimbali nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, Tume ya Utumishi wa Mahakama ilipokea na kutolea uamuzi mashauri 27 ya nidhamu, ambapo kati ya mashauri hayo 7 yaliwahusu maafisa wa mahakama na 20 watumishi wasio maafisa wa mahakama. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, tume imeratibu utendaji wa kamati za maadili za maafisa wa mahakama katika mikoa 8 ambayo ni Arusha, Manyara, Iringa, Pwani, Mtwara, Lindi, Njombe na Ruvuma. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imeendelea kuhakikisha kuwa sheria za nchi zinakwenda na wakati
na zinaakisi sera na vipaumbele vya serikali katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, kimazingira na kiteknolojia. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali iliandaa miswada ya sheria 16. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, Wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilihakiki na kuchapisha jumla ya sheria ndogo 903 ikilinganishwa na sheria ndogo 885 zilizohakikiwa na kuchapishwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2023-2024. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, Wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imekamilisha ufasili na uhakiki wa mwisho wa sheria kuu 300 kati ya sheria kuu 446 ambazo zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imekamilisha urekebu wa sheria kuu 446 za nchi na kuandaa toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023. Toleo hili ni la pili tangu nchi yetu ilipopata uhuru. Toleo la kwanza lilitolewa mwaka 2002 kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia. Toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu kwa mwaka 2023 limeandaliwa kwa fedha za ndani na wataalamu wa ndani. Aidha, toleo hili lilizinduliwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 23 Aprili 2025. Toleo hili litaanza kutumika rasmi tarehe 1 Julai 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya majalada 16,956 yalipokelewa katika vyombo vya upelelezi ikilinganishwa na majalada 14,925 yaliyopokelewa katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Kati ya majalada hayo, majalada 14,925 yaliandaliwa hati za mashtaka sawa na asilimia 88.4 ikilinganishwa na majalada 10,007 yaliyoandaliwa hati za mashtaka katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2023-2024 sawa na asilimia 67. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya kesi za jinai 27,523 ziliendeshwa katika mahakama za wilaya na hakimu mkazi ikilinganishwa na kesi 25,037 zilizoendeshwa katika kipindi cha Julai 2023 hadi Aprili 2024. Aidha, katika kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya kesi 21,232 sawa na asilimia 77 zilihitimishwa ikilinganishwa na kesi 15,084 sawa na asilimia 60 ya kesi hizo zilizohitimishwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2023-2024. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2024-2025 hadi Aprili 2025, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka iliendesha kesi kubwa 177 katika Mahakama Kuu Divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi ikilinganishwa na kesi 60 zilizoendeshwa katika kipindi kama hicho katika mwaka wa fedha 2023-2024. Aidha, kesi 108 zilihitimishwa zikilinganishwa na kesi 22 zilizohitimishwa katika kipindi cha Julai 2023 hadi Aprili 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka imeendelea kusogeza huduma za mashtaka kwa wananchi katika ngazi za mikoa na wilaya. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025,
ofisi inaendelea kutoa huduma za kimashtaka katika mikoa 30 ya kimashtaka na ofisi 108 za wilaya. Aidha, katika kipindi husika, ofisi imekamilisha ujenzi wa majengo ya taifa ya mashtaka katika mikoa 4 ambayo ni Shinyanga, Manyara, Katavi na Rukwa. Vile vile, ofisi ya taifa ya mashtaka inaendelea na ujenzi wa ofisi katika mikoa ya Morogoro, Mbeya, Njombe, Geita, Kinondoni na Temeke. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, serikali imeendesha jumla ya mashauri ya madai 913. Katika kuendesha mashauri hayo, mashauri 966 yalimalizika. Kwa kumalizika kwa mashauri hayo, serikali imefanikisha kushinda mashauri 750 sawa na 77.6% ya mashauri yaliyomalizika kwa kipindi husika na kufanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 51.02, kiasi ambacho serikali ingelipa endapo ingeshindwa mashauri hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa mashauri ya usuluhishi katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya mashauri ya usuluhishi 209 yameshughulikiwa. Katika kipindi husika, mashauri 21 yalimalizika. Kati ya hayo, serikali imefanikiwa kushinda mashauri 16 sawa na 76.2% ya mashauri yaliyomalizika. Kutokana na kumalizika kwa mashauri hayo, serikali imeokoa jumla ya shilingi bilioni 16.92 na dola za Kimarekani milioni 63.34. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024, Wizara imefanya mapitio ya sheria ya usuluhishi sura ya 15 na kanuni zake ili kuwezesha uanzishwaji na uendeshaji wa kituo cha usuluhishi ya migogoro Tanzania. Uwepo wa mifumo thabiti ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala ni msingi muhimu katika maendeleo ya kibiashara na uwekezaji, kwa kuwa huwezesha kutunza amani ya pande zinazovutana, kupunguza muda ambao pande hizo zinatumia mahakamani, pamoja na hasara inayoweza kujitokeza katika biashara au uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuimarisha upatikanaji haki na utawala bora, serikali kupitia sheria ya marekebisho ya sheria ya sekta za sheria namba 11 ya mwaka 2023 ilifanya marekebisho ya muundo wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuanzisha ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Lengo la maboresho hayo ni kuongeza tija na ufanisi katika shughuli za uandishi wa sheria, urekebu wa sheria na ufasiri wa sheria. Muundo wa kiutawala wa ofisi hii uliidhinishwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 14 Januari 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2026 Tanzania inafanyiwa tathmini ya utekelezaji wa haki za binadamu chini ya mfumo wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu wa mapitio katika kipindi maalum, yaani Universal Periodical Review UPR. Hivyo, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Wizara iliratibu mafunzo ya maafisa 40 wa wizara na taasisi zake za umma kutoka Tanzania bara na Zanzibar na asasi za kiraia 55 ya kuandaa kuwasilisha taarifa katika maeneo yao mahususi kuhusu haki za binadamu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Wizara ilishiriki katika vikao vya 56, 57 na 58 vya Baraza la Haki za Binadamu na Umoja wa Mataifa. Kupitia ushiriki huu, Wizara imewasilisha taarifa muhimu kwa Umoja wa Mataifa kuhusu jitihada na mafanikio katika kulinda, kuhifadhi na kukuza haki mbalimbali za binadamu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, serikali imetoa elimu kwa umma ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora kwa njia za mikutano ya hadhara 92 kwenye mikoa 9 ya Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar, ambapo wananchi 64,550 walifikiwa. Pia elimu hiyo imetolewa kupitia mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilifanya ukaguzi katika magereza 29 na vituo vya polisi 23 katika mikoa 14 ya Tanzania Bara na 2 ya Tanzania Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, jumla ya vyeti vya kuzaliwa 1,241,765 vimesajiliwa na kutolewa, sawa na 105% ikilinganishwa na lengo la kusajili na kutoa vyeti vya kuzaliwa 1,181,123. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, jumla ya vyeti vya vifo 34,504 vimesajiliwa na kutolewa. Vile vile, marejesho ya shahada za ndoa 31,641 yamesajiliwa, sawa na 64.7% ya lengo la kusajili ndoa 48,750. Mheshimiwa Naibu Spika, Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania imefanya tathmini ya utekelezaji wa sheria zilizosimamia michezo ya kubahatisha sura ya 41. Lengo la tathmini hii ni kubaini kama malengo ya kutungwa kwa sheria hiyo yamefikiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania imefanya utafiti wa mfumo wa sheria unaosimamia utatuzi wa migogoro ya kibenki ili kubaini changamoto ya migogoro na mikopo. Lengo la utafiti huu ni kuishauri serikali kuchukua hatua stahiki ili kuwa na mfumo madhubuti, nafuu na wa haraka wa utatuzi wa migogoro ya kibenki. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Wizara ilipitia na ilisajili jumla ya mikataba 483 ya uwekezaji katika utajiri asili na mali asilia za nchi iliyoingiwa kati ya serikali na wawekezaji kwa lengo la kuhakiki uzingatiwaji wa matakwa ya kisheria. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara imeandaa mkakati wa taifa wa uangalizi wa utajiri asilia na mali asilia za nchi ili kuwezesha utekelezaji wa misingi ya sheria za mali asilia kwa kipindi cha miaka 5 cha kuanzia 2025-2026 hadi 2029-2030. Lengo la mkakati huu ni kuweka mfumo wa pamoja katika usimamizi na uangalizi wa rasilimali za nchi ili kuhakikisha kuwa uwekezaji katika utajiri asili na mali asili za nchi unanufaisha taifa na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, Wizara imekamilisha mikataba ya urejeshaji wa wahalifu wa toro kutoka nchi 3 za Ethiopia, Irani na Kenya. Majadiliano ya mikataba ya kubadilishana wahalifu na nchi nyingine 4 za shirikisho za Urusi, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Burundi yanaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ilipokea maombi ya kupatiwa ushahidi wa watuhumiwa waliofanya makosa ya jinai katika nchi 5 za Thailand, India, Shelisheli, Zambia na Uganda. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara na taasisi zake imeendelea kuboresha mifumo mbalimbali ya TEHAMA kwa lengo la kufikisha huduma za kisheria karibu na wananchi. Hadi kufikia Aprili 2025, 75% ya mifumo ya TEHAMA katika sekta ya sheria imeunganishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 5 Septemba 2024, Wizara ilizindua kituo cha huduma kwa mteja
ambapo mwananchi hupata fursa ya kuwasilisha malalamiko na hoja mbalimbali za kisheria moja kwa moja kupitia namba za simu 0262 160 360 na namba ya WhatsApp 0739 101910 na barua pepe kupitia malalamiko@sheria.go.tz. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, Taasisi ya Mafunzo ya Wanasheria kwa Vitendo Tanzania iliendesha mafunzo ya wanasheria kwa vitendo kwa wanafunzi wa kundi la 37 hadi 40, ambapo kundi la 37 limehitimu, kundi la 38 limemaliza mafunzo ya uwandani, kundi la 39 liko kwenye mafunzo ya uwandani baada ya mafunzo ya darasani, na kundi la 40 linaendelea na mafunzo ya darasani. Aidha, taasisi ilisajili wanafunzi 1240 sawa na 82.7% ya lengo la usajili wa wanafunzi 1500 kwa kundi la 39 na 40. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto imeendelea kuimarisha upatikanaji wa haki nchini kwa kuwajengea uwezo waheshimiwa majaji, wasajili wa mahakama, mahakimu, maafisa wa mahakama na watumishi wengine wa sekta ya sheria. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, chuo kiliendesha na kuratibu mafunzo aina 28 kwa washiriki 1723. Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa ya maboresho ya utendaji wa maendeleo ya rasilimali watu iliyo chini ya wizara na taasisi zake imeainishwa katika ibara ya 148 hadi 159 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika mwaka wa fedha 2024-2025 hadi kufikia Machi 2025, fursa kadhaa na mikakati ya kutumia fursa hizo imebainika kama ilivyoainishwa katika ibara ya 160 na ibara ya 161 katika kitabu cha hotuba. Shukrani. Mheshimiwa Naibu Spika, ninapenda kutumia fursa hii kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Joseph Kizito Mhagama, mbunge, mwenyekiti wa kamati, na Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, mbunge, makamu mwenyekiti wa kamati, na kamati yote kwa ujumla wake, na kamati ya kudumu ya Bunge chini ya uongozi wa Mheshimiwa Oran Manase Njenza, mwenyekiti wa kamati, na Mheshimiwa Twa Ali Mpembenwe, makamu mwenyekiti wa kamati, kwa maelekezo na ushauri wao ambao umeleta mchango mkubwa katika utekelezaji wa majukumu ya wizara. Ninapenda kuliarifu Bunge kuwa ushauri, maelekezo na maoni yote yaliyotolewa na kamati yamezingatiwa kikamilifu katika maandalizi ya bajeti hii. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile ninaomba kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Songea mjini ambao walinichagua na kunifanya nisimame hapa katika siku ya leo. Pia Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niwashukuru viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya ya Songea mjini ambao baadhi yao wako leo hapa. Pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma kwa ushirikiano wanaendelea kunipa katika kuwakilisha na kuwatumikia katika bunge hili pamoja na kuratibu utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo katika jimbo la Songea mjini. Naomba kuchukua fursa hii Mheshimiwa Naibu Spika kuwapa ujumbe kwamba huu ndio mwaka alioufanya Bwana. Ninaomba waendelee kuniunga mkono, tuendelee kuleta maendeleo Songea mjini. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wale wote waliochangia kwa namna moja au nyingine katika kuwezesha wizara kufanikisha majukumu yake. Mafanikio yaliyopatikana kwa mwaka 2024-2025 yametokana na ushirikiano na misaada ya kifedha na kiufundi kutoka kwa washirika wa maendeleo wakiwemo Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP,
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Umoja wa Ulaya EU, Ujerumani kupitia GIZ na Benki ya Dunia, bila kusahau ushiriki wa wananchi katika kutii na kuheshimu katiba na sheria za nchi wakiongozwa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wenzangu wa Wizara ya Katiba na Sheria, akiwemo Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sajini, mbunge, naibu waziri wa Katiba na Sheria, ambaye Mheshimiwa Naibu Spika ameninongoneza kwamba anarudi Butiama. Kwa niaba yake naomba wana Butiama waendelee kumuunga mkono. Pia namshukuru Mheshimiwa Eliakim Chacha Maswi, katibu mkuu, na Daktari Franklin Jason Rosemula, naibu katibu mkuu, kwa washirikiano wananipatia katika utekelezaji wa shughuli za wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Profesa Ibrahimu Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania na mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, Mheshimiwa Daktari Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Hamza Saidi Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Eva Nkya, Msajili Mkuu wa Mahakama, Mheshimiwa Samuel Maneno, Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali, pamoja na wakuu wa taasisi na watendaji wakuu wote wa taasisi na wizara, pamoja na wenye viti ambao wameungana nami katika bajeti hii ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee ninaishukuru familia yangu, hususani mke wangu kipenzi Bi Flora Ndumbaro na watoto wangu kwa ushirikiano wanaendelea kunipatia kwa kunivumilia na kunitia moyo wakati ninapokuwa natekeleza majukumu yangu ya kulitumikia taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruksa yako naomba pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuisaidia timu ya Simba Sports Club kuingia katika fainali ya mashindano ya CAF. Mheshimiwa Naibu Spika, Simba inaingia fainali kwa mara ya pili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruksa yako ninawaombea ruhusa waheshimiwa wabunge wafuatao ili waambatane na Simba kwenda Moroko: Mheshimiwa Gulamali, Mheshimiwa Talimba, Mheshimiwa Mavunde, Mheshimiwa Mwigulu na waheshimiwa wabunge wengine. Kwa ruksa yako wape ruhusa waende Moroko tarehe 17 ya mwezi wa 5 ili wakaishangilie Simba ikifanya mambo yake kule ugenini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 wizara, taasisi zake na muhimili wa mahakama itaendelea kuboresha utoaji wa huduma za kisheria na utoaji haki kwa umma. Katika kufikia azima hiyo, wizara imeainisha maeneo mahususi ya kipaumbele ambayo yameainishwa katika ibara ya 169 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza vipaumbele vilivyoainishwa, baadhi ya kazi zitakazotekelezwa na mafungu yote ya wizara katika mwaka wa fedha 2025-2026 zimeainishwa kwenye ibara ya 170 hadi 178 katika kitabu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 wizara na taasisi zake zinatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 13,656,199,000. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kufanikisha utekelezaji wa vipaumbele vilivyoainishwa, wizara inaomba kuidhinishiwa jumla ya fedha kama ifuatavyo: Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026 wizara na taasisi zake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 687,698,888
489,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, maelezo ya kina na mchanganuo wa maombi ya fedha za bajeti ya kila fungu umeainishwa katika vitabu vya randama za mafungu husika ambavyo vimegawiwa kwa waheshimiwa wabunge kupitia mfumo wa kidijitali. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono.